Okay, mtazamaji, tupo katika tukio la kuapishwa kwa wanafunzi ama kwa serikali ya wanafunzi katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa awamu ya 2025 na 2026, na hapa nimekutana na Mheshimiwa Rais William Emmanuel mara baada ya kuapisha rasmi kuwa rais wa serikali ya wanafunzi katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Mheshimiwa, kwanza nikupongeze sana kwa kuapishwa kuwa rais wa serikali ya wanafunzi katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Asante sana. Okay, pengine tungetamani kufahamu mara baada ya kuingia madarakani, kitu gani ambacho ungetamani kuanza nacho? Awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu, zoezi la uapisho limeenda vizuri, lakini pia nashukuru ndugu zangu wanaonizunguka na marafiki zangu na wanafunzi wenzangu, lakini pia jambo ambalo ningependa kuanza nalo katika uongozi wangu, yako majambo mengi, lakini jambo la msingi katika yote, unajua tu hapo hapa chuoni afya ya mwanafunzi ni kitu cha kwanza. Yaani siwezi mimi nikaingia darasani tu kama afya yangu haiko sawa. Kwa hiyo jambo la kwanza ni mambo ya cafeteria, mambo ya afya na cafeterias. Nitahakikisha katika mambo ya afya na cafeteria yanatatulika. Kwa mfano, katika kefu zetu, kefu 1 na kefu 2 kuna mambo mengi hayako sawa. Kuna upande wa, kwa mfano ukienda kefu 1 kuna dustbins hazipo, lakini hata mazingira ya nje hayako sawa, maji yanatuama. Hata ukiingia mle ndani kuna baadhi ya mabomba hayatoi maji, lakini sehemu ya kupatia nini? Ya kupatia chakula. Mbali na hapo pia kuna majambo ya mabwenini. Mabwenini kwa mfano, kuna katika kampeni zangu nimejitahidi sana kupita katika mabweni ya watoto wa kike, lakini hapa ninaposema hapa kuna ripoti kutoka SOAF. Mabwenini pia pako vizuri, mabafuni pako vibaya. Kwa hiyo hilo ndo jambo la msingi katika yote. Baada ya hilo jambo kuna majambo ya kitaaluma, kwa mfano kama mfumo wetu wa ALIS haujakaa sawa. Na tunavyojua tunaelekea katika mitihani. Baada ya mitihani yatatoka matokeo. Baada ya kutoka matokeo tutahitajika tena kurudi chuo. Katika kurudi chuo kuna mambo mengi sana ndani ya ALIS. Sasa mfumo wetu hauko vizuri. Hayo ndo majambo ambayo kwa haraka haraka nitakayoanza nao. Japokuwa baada ya kurudi tena chuo kuna mambo mengi sana ambayo tutakayoyafanya. Asante. Okay, pia mheshimiwa, katika uongozi wako ajenda gani ambayo itakuwa ni kubwa zaidi? Ajenda yangu itakayokuwa kubwa kulingana na usemi wetu ambao tunaosema katika serikali yangu hii, for student by student. Ajenda yangu kubwa ni mambo yote ya wanafunzi. Mambo yote ya wanafunzi. Michezo inamgusa mwanafunzi. Hostels zinamgusa mwanafunzi. Lakini pia kuna mambo ya NHIF card hayako sawa. Hicho ndo cha msingi kuliko vyote. Kwa japokuwa mambo mengi yatakuwa ya msingi kwangu, lakini hicho pia nitakikazia maana. Lakini pia kuna jambo moja kwenye michezo ambalo nitaenda mimi na serikali yangu nikilifanya nitadhihirika sana katika dhati ya moyo wangu, ni jambo la Mr. na Miss UDSM. Kwa lile jambo nitalipigania kuanzia saa hizi mpaka mwisho wa uongozi wangu. Na katika uongozi ambao umepita, viongozi walikuwa wanazungumza kwamba pesa ni miongoni mwa changamoto kubwa ambayo ilikuwa nasababisha baadhi ya mambo kushindwa kabisa kuyakamilisha. Katika uongozi wako, kutokana na changamoto kama hiyo, of course imekuwa ni endelevu, njia gani ambayo pengine ungeitamani kukabiliana na changamoto kama hii? Cha kwanza kabisa, uongozi wangu utakuwa ni uongozi unaojali bajeti. Bajeti iliyopo. Tutakalculate pesa tulionayo sisi katika mfuko wetu wa Daruso, lakini pia na matukio yetu tutayapanga kulingana na bajeti tulionayo. Kwa hiyo sidhani kama mimi nikipanga tukio langu ambalo litakuwa lina cost kiasi ambacho pesa ipo litashindikana. Inashindikana tu kufanya baadhi ya matukio ni kwa sababu unapanga kitu ambacho pesa hauna. Kwa hiyo nitajitahidi sana katika upangaji wa bajeti ilingane na matukio. Hata matukio yetu yatalingana na bajeti ambayo tuko nayo. Lakini mbali na hapo tutakuwa tunatafuta hata sponsors katika matukio yetu, kwa sababu mtaji mkubwa ambao najivunia mimi kama Mheshimiwa Rais, kama rais wa serikali ya wanafunzi Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ni kwamba tuna mtaji mkubwa wa watu. Kwa hata nikitoka nje kwenda kupata sponsorship lazima niipate, kwa sababu tuna mtaji wa watu. Kwa hicho ndo cha msingi. Okay, Mheshimiwa Rais, kitu cha mwisho,
Wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam wamekuamini kwa kuchagua kuwa rais wao, na sasa umetoka kuapishwa rasmi kuwa rais wa serikali ya wanafunzi katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Naomba uongee neno lolote kwa wanafunzi wa chuo kikuu ambao kwa sasa wanakutazama. Ya awali ya yote, kama tulivyosema, William Emmanuel ni rais au kiongozi wa juu kabisa wa serikali ya wanafunzi Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Natuma ujumbe kwa mwanafunzi yoyote yule wa hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ndani ya campus na nje ya campus, ya kwamba wawe tayari kwa lolote, kwa vyovyote, kwa sababu sisi tunatoka kwa wanafunzi na tuko kwa ajili ya wanafunzi. Majambo yote ya wanafunzi yatafanyika. Kwa hiyo tunaombeni sana msaada wenu, mtupokee kwa moyo wa dhati. Tuko pamoja na tuko tayari kwa ajili ya kuwapambania. Asanteni sana. Bwana mheshimiwa, nikushukuru sana kwa muda wako. Asante sana. Okay, mtazamaji wa Student Connect, huyo alikuwa ni mheshimiwa rais mpya ambaye kwa sasa ametoka kuapishwa, William Emmanuel, na kwa sasa ndio rais wa serikali ya wanafunzi katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa mwaka 2025 hadi mwaka 2026. Hii hapa ni Student Connect. Endelea kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii kupitia Instagram, Facebook, TikTok pamoja na YouTube. Tunapatikana kwa jina la Student Connect. Bye bye.